mtoto. Umefuata nini hapa? Wewe ulijifanya mjanja. Sasa leo nimekulaza nje. We mtoto, we. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mama Amanda, hizi chapati zako umeziweka nini? Yaani toka nimekula chapati zako tumbo linaniuma. Yaani huwezi amini, ninaharisha hatari. Mungu wangu. Kwani umeweka kitu gani wewe? Mimi sijaweka kitu. Au labda kuna kitu ulikula afu tena ukachanganya na chapati eti? Yaani mimi sio mpumbavu. Nimetoka nyumbani nimekuja hapa. Nimekula chapati zako mpaka nikaumwa. Pole, umejaribu kunywa palapi? Ai. Hivi dada una shida gani wewe? Hiyo chapati yako umetia nini? Unatuzima chapati sijui imechacha, sijui unaweka nini au ndo kuturoga huko? Kumbe hadi wewe. Wewe acha tu. Hebu tuambie, hivi unaweka nini? Kwa nini tunauma matumbo hivi? Tutakuwa tuje kuchukua chapati kwako. Jamani, tusameheane. Mbona watu wengine nilowauzia hawajaja? Au itakuwa matumbo yenu leo yanaitila? Wewe dada ni mwanga sio bure wewe. Alafu unajua hata kuongea na wateja. Sijui ni kiburi, sijui ni nini. Tunakuelesha na maana si ni wapumbavu kutoka nyumbani. Kunakoelekea. Tunaenda kwa mjumbe. Alafu nitakuja nikutie mibao wewe. Nitakuja nikutifue wewe. Usije ukampiga utapata kesi. Twende kwa mjumbe. Huyu. Subutu, yani chapati mtakuwa mmekula afu tunapigana. Yani naomba msamaha kistaarabu, mnajifanya mpo juu. Mtaa mimi nishawachoka. Mbona watu wote nilowauzia chapati hawajarudi, mmerudi peke yenu? Basi samanini jamani, itakuwa matumbo na itilafu bado mpo juu jamani. Hivi kumbe dada mshenzi Yaani tunakuja kukuambia hapa umetuzia chapati tunauma matumbo, unatujia juu, si ndio? Naona wewe hujai kufundishwa. Ndio maana hauna adabu. Sasa huo mdomo wako huo, dawa yako ni kwenda kwa mjumbe. Achana naye. Hebu twende tukamsemee kwa mjumbe. Yaani wewe, kanyweni panado bwana, ukonyie vipi? Mtu anaomba msamaha kiustaarabu, mnajifanya mpo juu. Mmekula chapati peke yake asubuhi. Au ndio hivyo tunatafutiana kunyimana riziki asubuhi? Sijui mtu alikuwa anaenda wapi. Kula hichi chakula, usije ukafanja. Staki. Sina haja na chakula chenu. Kumbe wewe ni mshenzi Mimi nakuonea huruma alafu naleta jeuri. Sasa utajijua mwenyewe. Sikia wewe. Naona unajisaulisha, si ndio? Umesahau nilichokufanya Nakuuliza umenisahau? Sasa nisikilize. Kile nilichokufanyia kipindi kile, nitakufanyia mara 3 yake. Hivi aujiulize ilikuwaje mpaka umefika hapa? Hauwezi kunifanya kitu chochote. Mimi
ndo naweza kukufanya chochote nachokitaka. Mshenzi mkubwa. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini Baba, Baba. We vipi? Twiz, hivi kwa nini siku hizi uniletee maziwa nyumbani kwangu? Kwa hiyo kukuletea maziwa nyumbani unakaa njiani eh? Nini sasa? Yaani unamaanisha nini? Usinifanyie hivyo Twiz. Au umekuonesha hisia zangu kwako nafanya makosa? Twiz, mimi nakupenda na kuhitaji sana katika maisha yangu. Unanipenda eh? Nisikize kwa makini dada. Mimi nina mke na mtoto na ninaipenda sana familia yangu. Kwa hiyo hiko kitu unachokifikiria hakiwezi kutokea kama. Tena ukae mbali sana na maisha yangu. Kama lengo lako lilikuwa ni hilo, umefeli vibaya mno. Hebu nitazame. Kwani mimi nina kasoro gani? Nimekwambiaje? Mimi na mke na mtoto eh? Kwa basi mwelewa. Nipishe tu niende nyumbani. Mnipotezea muda ujue. Nisikupishi. Nini? Mimi sikupishi Twiz. Unataka nini dada? Eh? Unataka nini kwenye maisha yangu? Nipishe bana niende. Twizi! Twizi! Nitakupata tu. Na nishaanza kuweka mitego yangu. Mama Amanda, njoo. Sogea hapa. Nimekuja ofisini kwako sijakukuta. Lengo langu uzumuni la kuja pale. Kwa hiyo unauzia tu chapati ambazo paka watu wanaumwa. Una shida gani we dada? Umekuja kwenye mtaa wangu hapa, yaani hata mwezi mmoja hauna. Ushaanza kufanya vitu vya ajabu. Unataka kunichafulia jina langu mimi? Haya mambo katika ile eneo hayajakuepo hata kidogo, lakini umekuja wewe sasa hivi naona watu wanalalamika kuhusiana na chapati zako. Kuna shida gani hapo ndani yake? Hebu naomba niambie hapa. Mjumbe, mbona mimi sikuelewi lakini? Yaani mtaa mzima mimi peke yangu ndo niwe nauza chapati. Hiyo kesi kakuletea nani? Saa ngapi? Chapati zipi ambazo mimi nauza watu wanaumwa? Kwa mimi ni chizi mpaka nimekufuata wewe. Nimetoka ofisini kwako na hapa imekuwa kama bahati tumekutana njiani. Ni wewe ndo dada mweupe ambaye umehamia kwa mtaa wangu. Sio Mama Amanda wewe? Au sio wewe? Nimeambiwa ni wewe ambaye unauza chapati watu paka wanakula wanaumwa. Una shida gani? Yaani nielezee vizuri tatizo ni nini? Unaanza kuniambia unakataza. Kwa hiyo mimi kwa hiyo ushaanza kunitoa akili, sio maana yake. Alafu toka waumika katika mtaa wangu. Yaani mmekuwa ni watu wa vioja. Wewe, mume wako, mtoto wako, ni mambo yenu hayaeleweki. Mmekuja kuniambia mtaa wangu. Mtaka nifukuzwe. Niondoke mimi nitolewe katika nisipate riziki. Riziki nitapata wapi mimi? Dada, kuwa makini na biashara yako. Si umeelewa? Alafu unakataa nini sasa? Sasa mjumbe, ilikuwa inafaa uniulize taratibu. Wewe unafika tu unaanza kunifukia. Mimi paka nikawa nimesahau. Hapa sasa ndo nimekumbuka. Kuhusu swala la chapati watu kuumwa sio kweli. Ndugu yangu, hivi umewezaje kufanya hii biashara ya maziwa? Mimi kwa upande wangu naona kama ina changamoto nyingi sana. Yaani badala ya kutengeneza wateja, nimejikuta natengeneza maadui wa familia yangu. Yaani unakutana na vishawishi, kuna muda mwingine mpaka wake za watu. Yaani mtu anakuganda na kutaka na kulazimisha na kutengenezea drama nyingi sana. Nimewaza nikaona hapana, hizi changamoto nazozipitia ngoja nikaonane na mtu ambaye kanishawishi kufanya hii biashara. Maana naamini ulishapitia changamoto nyingi sana na ulikuwa unajua jinsi ya kuzikabili. Au ndo sababu ambayo iliweza kusababisha ukaiacha hiyo kazi? Hapana. Mimi sijawahi kushindwa na changamoto yoyote.
Nisikize nikwambie ndugu yangu Twiz. Kila kazi na changamoto zake. Hauwezi kwenda kukaa sehemu bila kuwa na changamoto. Sio, umeelewa? Issue za hawa wasichana kwa sisi wanaume weupe kama wewe handsome boy, hivyo ni vitu vya kawaida sana. Wewe cha kufanya, jitahidi kuvumilia, jitahidi kutengeneza nao tu urafiki wa kawaida ili wasikuingize katika vishawishi, kwa sababu hao ndo wateja wako. Kwa hiyo wapokee vile ambavyo wanakuja. Kwa hiyo nafikiri ukiacha kazi utapata kazi gani nyingine ambayo itakuwa tu iko sawa. Wewe cha kufanya wadanganye tu. Umeelewa sio? Wape tabasamu la uongo ili mambo yako ya kuendee. Lakini nilishafanya hivyo. Nilifanya hivyo kwa baadhi ya watu, naona sasa hivi usumbufu sio mkubwa sana. Lakini kuna binti mmoja, yani yeye amekuwa king'ang'anizi na nikimwangalia naiona vita hii hapa. Vita ya familia hii hapa. Yani mpaka namshangaa. Nafanyaje hapo sasa? Stop kumpelekea maziwa nyumbani kwake. Nilishafanya hivyo. Yeye anataka nini sasa? Ananifuata hadi mtaani. Yaani nimeacha kupeleka maziwa kwenye nyumba yake, lakini naweza nikawa huko natembea, unashangaa huyo. Twizi nisikilize, Twizi nielewe basi, mimi hivi na hivi. Nashindwa kabisa kumuelewa yule binti. Okay. Ana hela. Of course, anaonekana hivyo, na nilishafika mpaka kwake, akawa analazimisha niingie ndani, kaambia hapana, mimi naishi hapa. Sawa. Sasa watu kama hao dawa yao ndogo sana. Esi ana hela. Yule dada itakuwa kuna kitu alikula. Kwa hiyo alivyokula na chapati na hisi ndio tumbo likavurugika. Labda alichanganya mavitu mengi, maana mtoto wangu Amanda amejaribu kula zile chapati na wala tumbo alijamuuma. Yule dada itakuwa kuna kitu alitanguliza afu ndo akafatisha chapati, vikaenda kuchanganyana. Kwa hiyo unakwambia nani mixing yake ilikuwa mbovu. Kwa hiyo ina maana Amanda ndo testa wako. Ina maana kitesti Amanda kitu kiko sahihi. Kwa hiyo dada mwenyewe atakuwa na matatizo yake kwenye tumbo, huko tumboni kwake, si ndio? Sio Amanda peke yake. Hata mimi nimekula zile chapati hazijaniathiri. Isitoshe, sikumuuzia peke yake. Watu wote ambao nimewauzia hamna hata mtu alorudi. Alikuja peke yake. Ina maana tumbo lake ndio itakuwa lina shida. Kwa nini mimi nifanye biashara mbaya? Yaani kwa nini nipike kitu ambacho najua kitawaathiri watu? Sio kweli mjumbe. Hapo kidogo, yani kidogo naanza kuelewa. Kisasa anachokuambia kitu kimoja cha msingi sana. Ikitokea tena nimetoa kesi kama hiyo, unaama umtaka. Sasa mimi nina mamlaka kuhamisha. Yaani kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Si umeelewa? Kwa hiyo kuwa makini na biashara yako. Uvokuwa smart hivyo basi na biashara ziwe vizuri. Umeelewa? Kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ukienda tofauti, utajua upande wangu wa pili. Naitwa Michosho under 14. Mchezaji wa timu ya taifa Tanzania, jezi namba 8 mgongoni. Bingwa kutafuta boge la kutumia. Uzalo bodaboda ndege kufikisha nyumbani kwako. Ndio mimi hapa. Hatari. Basi pesa zake zitakuwa zinamuasha. Mtu kama huyo dawa yake ni ndogo sana, Hapo sasa tunapaswa watu kama sisi wenye kutumia akili na maarifa kucheza ili tumvue hizo pesa zake alizolingia. Sijaelewa, kwa sababu mimi nakataa matatizo. Isije kesho na kesho kutwa mke wangu labda akaanza kunifikiria tofauti. Wewe wala hilo halitokuhusu tena. Mchezo huo niachie mimi. Wewe kaa pembeni kabisa. Si umezuia kwenda kwake kumuuzia maziwa, bado anakufuata mtaani? Huyu amedhamiria shari. Sasa dawa isiwe shari nusu, bora iwe shari kamili. Sasa hiyo niachie mimi. Okay. Na vijana wana njaa hapa, kina Masai. Kijana wako Lemi aelewi, yupo tu hapa. Udalali amemshinda, yani yupo. Kwa hiyo watu kama hao sisi tunaweza kudili nao na tukapata hela. Alafu tuone kama atakusumbua tena. Oh, sawa. Kama haiwezi kuleta shida yote, mimi sina wasiwasi. Nimekuletea taarifa ili kwa sababu wewe ndio mwenyeji wangu ujue. Wake za watu bana. Hiyo wewe haitokuhusu. Na labda nikuonye ndugu yangu. Kuwa makini sana. Kitu cha kwanza muhimu katika maisha yetu ni familia. Mimi niliharibu. Ndio maana nimerudi kuanza na moja. Niliharibu tokea mwanzo. Sitamani wewe kuona ukiharibu familia yako.
baki vizuri na mtoto wako, baki vizuri na mke wako, uendeshe maisha yako. Asije mtu akakuvuruga au akataka kuivuruga familia yako. Yaani hicho kitu kwepa, gharama yake ni kubwa sana. Wanasema matajiri na mali zao, sisi maskini na watoto wetu. Watoto ni maana yake ni familia. Kwa asije mtu na visenti vyake, asije mtu na maneno yake mazuri akaanza kukuvuruga. Wahongo tu hao wanawake wa nje hao. Wahongo ni matapeli tu hao. Mtu ana maradhi yake huko, ana ukimwi wake huko, ana bwana yake huko, ana marisasi, ana mabastora, anakuja kwako kujilengesha. Utapigwa risasi ndugu yangu. Utapewa maradhi sasa hivi, utapewa gono. Umsumbue pale shemeji. Usione majumba mazuri watu wamekaa huko tu, kadhani wanalaa. Watu wana matatizo, wana maradhi yao. Hivyo ushangai, mwanamke anakaa kwa nyumba nzuri, ana pesa, alafu ana mwanaume. Uone kama ana shida huyo kaka? Ina maana ana wanafunzi alosoma nao. Kwenye daladala akutani na watu. Mpaka akutake wewe muuza maziwa, Tia akili kaka. Acha tamaa. Oho. Mimi nimekuelewa na ushauri wako nitaufanyia kazi ndugu yangu. Unisamehe mpenzi kwa yale niliyokukosea. Unisamehe mpenzi, ukiniacha taumia. Unisamehe mpenzi kwa yale niliyokukosea mame. Mpaka kubali. Twende Unisamehe mpenzi kwa yale niliyokukosea. Unisamehe mpenzi, ukiniacha tateseka mame. Vipi bosi, niendelee? Endelea kuimba, imba. Voko. Kweli kazini kwangu kuna kazi. Unisamehe mpenzi. Mkelele na wewe. Wale niliyokukosea. Naila, naomba unisamehe mpenzi wangu. Ni kweli nimekukosea. Na hapa leo nipo kwa ajili ya kuomba msamaha. Na mpaka nimefikia kumleta msanii mkubwa kama huyu ni kwa ajili ya kurudishia furaha yako. Huyu msanii ni wa Nigeria. Kwa hiyo nimeamua kutoa gharama nyingi kumtoa msanii Nigeria kumleta hapa Tanzania ni kwa ajili ya kuja kurudisha furaha yako. Na kama ile kazi ndio kikwazo kwako, mimi niko tayari kuiacha mpenzi wangu, ili mimi na wewe tuendelee kama zamani. Naomba unisamehe. Muone kwanza hovyo, mtu mzima akili hana. Huwezi nidanganya Kobelo. Nilikuwa nikisikia tu kwa watu, lakini nimejionea kwa macho yangu. Yaani umenifanya nikagombana hadi na dadangu. Kisa kukutetea wewe. Kumbe ndio ujinga unaofanya. Najuta sana kukuamini. Mimi ninavyofahamu, kosa sio kosa, ila bali kurudia kosa ndio kosa. Mimi ningeomba unipe nafasi ya mwisho. Na kuahidi sitorudia tena. Na hata huo uganga mimi niko tayari kuuacha, ili niendelee na mapenzi yangu mimi na wewe. Nisikilize kwa makini Kobelo. Kama kunipumbaza, ulinipumbaza kule nyuma. Sio kwa sasa. Kaa mbali na maisha yangu. Siko tayari kuharibiwa maisha na mtu mpuzi kama wewe. Naila. Hapo kwanza yenyewe ncheke. Kelele. Unacheka nini? Hicho ndicho kilichokuleta hapa? Nimekwambia mwimbie mpaka kakubali. Kaondoka. Yaani umeshindwa kunifanyia kazi zangu na kaa unacheka. Unachocheka nini sasa? Basi sawa bosi, mambo asio mengi. Nipe sasa sampo yangu nitembee na Yesu. Wewe una akili timamu kweli? Yaani mimi nikupatie pesa kwa ujinga uliofanya huo? Labda tu nikwambie kitu. Hapa pesa ulambi wala mate ya umezi. Bosi usinilegezee domo, nipe changu. Mwenyewe hizi kazi hizi nazifanya toka kitambo, long time ago. Uko Kongo huko, wale akina Fally Ipupa wananijua kwenye itikadi zangu hizi. Wale wote wanafunzi wangu, kina Koffi Olomide, wale wote wanafunzi wangu. Sasa wewe na kuona unakuja unajichekesha hapa. Oya,
Usiletee pigo hizo. Mwenyewe nikichafukwa na chafukwa kweli. Wewe nipatie changu bwana. Hayo mambo mengine mimi hayanihusu. Mimi nimekwambia pesa hakuna hapa. Yaani hapa ulambi chochote. Naomba uondoke. Unatoa utoi? Boss, unatoa utoi? Sasa wewe jichanganye. Amanda binti yangu, mbona tuchanganya sana? Unajua jana siku nzima ulizimia, na mimi mwenyewe nimeshuhudia ulivyopigwa radi, lakini baada ya kukupeleka hospitali wamesema humu kitu chochote, na wewe ulivyoshtuka usiku ulisema uko sawa. Kwani unatuchanganya? Kwani una shida gani? Mama, mimi sina shida yoyote, niko sawa. Kwa hiyo ondoa shaka kuhusu mimi. Naondoaje shaka mwanangu? Unachukua niambie kila kitu. Mimi nafahamu kuna mambo yako sawa. Kwa hiyo unavyoniambia hivyo mimi siwezi kukuelewa kabisa. Wewe umefuata nini hapa? We binti, mwanao ni mtundu sana. Jaribu kumfunza adabu, tusije tukaelewana wabaya. Wewe naye tushakuchoka. Asubuhi kuja majumbani kwa watu. Mtoto wangu kakufanya nini? Umekuta nimekaa naye hapa. Nakwambiaje mfundishe adabu. Hao sivyo tutakuja kuelewana wabaya. Wewe bibi naye nishakuchoka. Haya mwanangu kakufanya nini? Hivyo wewe usijui tabia za mwanao. Usijui tabia za mwanao. Nakwambia tutakuja kuelewana wabaya. So unamtisha nani? Nishakwambia. Nenda bwana, umekosa vitafunio huko unakuja kujitilisha huruma hapa. Wena, umefanya bibi watu? Mama, sijamfanya kitu chochote. Kwa nilivyomuona huyu, kuna uwezekano mkubwa sana wa kumfanyia operation na mtoto akawa hai. Vizuri. Unajua mimi ninachohitaji zaidi ni mtoto. Sijali kabisa kuhusiana na wewe. Kabisa. Labda niambie tu kuhusu salama wa mtoto baada ya kumfanyia operation. Itakuwaje? Kwa sababu naona miezi haijakamilika. Usiwaze bosi. Pale hospitali kuna chupa maalum za kutunzia watoto. Kwa hiyo baada ya operation nitamchukua mtoto, nitamuhifadhi mpaka pale atakapokuwa sawa, na kisha nitamkabidhi katika mikono yako. Una uhakika? Ya. Kama unahitaji sana wewe mtoto zaidi ya unavyofikiria. Usijali, atakuwa sawa. Watch next episode. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni keri kuliko viojaoja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga.
tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, nakupenda lazizi, tukikosa leo tutapata